الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, leo hii kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea pale ambapo tuliposimama katika kitabu chetu hichi Risalatun fi sujudi sahwi, risala ambayo inayoelezea sijidatu sahwi, na tulisimama katika asbabu sujudi sahwi, katika sababu zile zinazompelekea mtu na kumfanya mtu kuleta sijidatu sahwi. Tukasema sababu ya kwanza kabisa ni aziyadatu, ni mtu kuzidisha. Na leo ndio tutaanza na uchambuzi wa uzidishaji katika swala. Ni vipi mtu atazidisha katika swala yake? Qala al-muallif rahimahullah, awalan az-ziyadatu, jambo la kwanza au sababu ya kwanza katika sababu tatu zinazomfanya mtu alete sijidatu sahwi ni pale ambapo atakapokuwa amezidisha. Idha zada al-musalli, atakapozidisha yule mwenye kuswali, fi salatihi, akazidisha katika swala yake, qiyaman, akazidisha kisimamo, au qu'udan, au akazidisha kikao, au ruku'an, au akazidisha rukuu, au sujudan, au akazidisha sijda, mutaammidan, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, yani kazidisha vitendo vyote hivyo au moja katika vitendo hivyo, tena akiwa amekusudia, sio kwa bahati mbaya. Anasema batalat salatuhu, basi mtu huyo swala yake itabatilika moja kwa moja. Yani ikiwa kama mtu amezidisha, ima iwe ni kisimamo au iwe ni kikao au iwe ni rukuu au kazidisha sijida, kwa kutokana na kwamba kuna dua au kuna kitu ambacho amekisahau katika ile sijida, au kuna dua ambayo hajaisoma katika ile sijida yake aliyokuwa akiswali, basi anasema mtunzi batalat salatuhu, swala ya mtu huyu itakuwa imebatilika. Wa in kana nasiyan, na endapo kama mtu atakuwa amesahau hivi vitendo, akiwa amesahau, endapo kama mtu atakuwa ameviacha hivi vitendo akiwa amesahau, walam yadhkuri ziyadata, na ikawa hajakumbuka kuzidisha, hatta faragha minha, mpaka akawa amemaliza kile kitendo. Yani amezidisha sijida mathalan, badala ya sijida mbili akazidisha ikawa ni sijida ya tatu. Anasema na ikawa hajakumbuka kwamba amezidisha ile ni sijida ya tatu, hatta faragha minha, mpaka baada kuwa ameshaimaliza ile sijida ya tatu. Ameenda sijida ya tatu, hajakumbuka kwamba hii ni sijida ya tatu, lakini baada kuwa ametoka kwenye ile sijida ya tatu ndio akakumbuka, mbona kama vile hii sijida niliyoswali hapa ni sijida ya tatu. Anasema falaisa alaihi, basi mtu huyu hakuna chochote kitakachomwajibikia, illa sujudu sahwi, isipokuwa kitakachomwajibikia mtu huyu ni kuleta sijidatu sahwi. Wa salatuhu sahiha, na swala yake itakuwa ni sahihi kwa wakati huo. Wa in dhakara ziyadata, na ikiwa kama mtu atakuwa amezidisha, amekumbuka kule kuzidisha, fi athnaiha, akiwa yupo katikati ya hicho kitendo alichokizidisha, wajaba alaihi rujuu, basi kwa wakati huo itamwajibikia yeye kurejea katika kitendo ambacho inatakiwa yeye awepo kwa wakati huo. Wajaba alaihi sujudu sahwi, na
itamwajibikia mtu huyo kuleta sijdatu sahwi, wa salatuhu sahiha, na swala yake itakuwa ni sahihi. Yani mtu kakumbuka kwamba amezidisha sijida ya tatu akiwa yupo katikati ya sijida ya tatu, ndio akaja kukumbuka kwamba hii sijida nililoswali au hii sijida ninayosujudi hivi sasa ni ya tatu, tayari sijida mbili nishaziswali huko nyuma. Basi kinachotakikana kwa wakati huo, ile sijida ya tatu, hata kama hajaanza kusoma dua, aikatishe pale pale, arudi katika sehemu ambayo yeye anastahili. Kama ni kwenye kikao, atarudi kwenye kikao. Kama ni kwenye kisimamo, moja kwa moja atarudi kwenye kisimamo. Bali ile sijida ya tatu kwa wakati ule ule inabidi aikate kwa haraka. Sawa? Qala al-muallif rahimahullah, amesema mtunzi Allah mrahamu, mithalu dhalik, mfano wa jambo hilo, shakhsun salla dhuhra, mtu ikitokea kwamba ameswali swala ya dhuhuri, mathalan kwa mfano 5 rakaati, akaswali rakaa 5 swala ya dhuhuri. Tunafahamu swala ya dhuhuri na rakaa ngapi? Na rakaa 4 swala ya dhuhuri. Lakini ikitokea mtu ameswali rakaa 5 swala hiyo ya dhuhuri, walam yadhkuri ziyadata, na ikawa hajakumbuka kwamba amezidisha, hajakumbuka kama amezidisha, illa wa huwa fi tashahhudi, isipokuwa akaja kukumbuka kwamba amezidisha, yupo ashafika katika ile tashahudi ya mwisho, yani rakaa 5 kashaimaliza rakaa nzima ile ya 5, anakuja kukumbuka yupo kwenye tashahudi ya mwisho, anaelekea kutoa salamu, ndio akakumbuka, mbona kama nimeswali rakaa 5, hii rakaa niliyomaliza hivi sasa mbona kama vile ni rakaa 5, na akaanza kupiga hesabu kweli, ikathibitika kwamba hiyo ni rakaa ya 5 sio rakaa ya 4 kama jinsi alivyokusudia. Basi anasema fayukmilu tashahuda, kwa wakati ule kinachotakikana kwake yeye atakamilisha na kumalizia ile tashahudi aliyokuwepo kwa wakati ule, wa yusallim, na atatoa salam. Baada ya kuwa amemaliza tashahudi atatoa salam, thumma yasjudu lisahwi, kisha baada ya kuwa ametoa salam ataleta sijidatu sahwi, ambazo ni sijida ngapi? Sijida 2. Ataleta sijidatu sahwi, kisha wa yusallim, na atatoa tena salam. Yani baada ya salamu ya kwanza ya swala atasujudu tena sijida 2, kisha atatoa tena salamu kwa mara ya pili. Huyu ni yule ambaye aliyezidisha kitendo katika swala yake. Sawa? Swala yake badala ya kuswali rakaa 4 akawa ameswali rakaa ngapi? Kaswali rakaa 5, lakini hajakumbuka kwamba ameswali rakaa 5. Amekuja kukumbuka ameswali rakaa 5, yupo kwenye tashahudi ya mwisho, kwenye kikao kile cha mwisho, anaelekea kutoa salamu, ndio akakumbuka, mbona kama nimeswali rakaa 5 mimi. Basi mtu huyu ataimalizia ile rakaa 5 vizuri, atatoa salamu. Sawa? Katika ile tashahudi atamalizia kile kisomo, atatoa salamu, kisha baada ya kuwa ametoa salamu ataleta sijida 2 za kusahau, na atatoa tena salamu kwa mara nyingine. Sawa? Akaendelea kusema mtunzi, fa in lam yadhkuri ziyadata, na ikiwa kama hata kumbuka kwamba amezidisha, illa ba'da salami, isipokuwa akaja kukumbuka baada ya kuwa tayari ameshamaliza tashahudi na salam pia kashatoa, sajada lisahwi wa sallama, hapo hapo itambidi au itamwajibikia yeye kuleta sijidatu sahwi, na atatoa tena salam kwa mara nyingine. Katika rakaa yake hiyo ya 5 hajakumbuka kama amezidisha rakaa nyingine, rakaa 1, isipokuwa amekuja kukumbuka tayari swala kashaimaliza, ameshatoa na salamu kabisa, ndio akakumbuka, mbona nimeswali rakaa 5 mimi. Sawa? Basi mtu huyu kitakachotakikana kwake yeye asujudu sijida 2 za kusahau, na atoe tena salamu kwa mara nyingine. Lakini huku kukumbuka huwe ni kukumbuka ambako hakujapita muda mrefu kati yake. Yani mtu ameswali rakaa 5, baada ya kuwa amemaliza kuswali rakaa 5 akatoa salamu na akaondoka kabisa katika sehemu ile aliyokuwa anaswalia, yupo njiani anaelekea nyumbani, ndio akakumbuka kwamba mbona kama vile nimeswali rakaa 5. Basi mtu huyo hakuna kitakachomwajibikia, bali ataendelea na shughuli zake. Lakini kama amekumbuka bado yupo katika kikao pale pale, basi mtu yule ndio itabidi alete sijidatu sahwi 2. Sawa? Hata kama amekumbuka yupo katika zile adhkari, sawa, hajanyanyuka na kutoka kwenda sehemu nyingine, basi wakati huo itabidi alete hiyo sijidatu sahwi. Sawa? Atakaa vizuri, atakaa kikao vizuri,
na kuleta sijidatu sahwi kama jinsi ambavyo ilivyothibiti hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tutakuja kuiona hapo mbeleni insha Allah. Wa in dhakara ziyadata, na ikiwa kama atakumbuka kule kuzidisha kwake, wa huwa fi athnai rak'ati, na hali ya kuwa yeye yupo katikati ya rakaa ya tano, ile ar-rak'ati al-khamisa, yupo katikati ya rakaa ya tano, jalasa fil hali, atakaa muda huo huo, fa yatashahhadu wa yusallim, na atatoa tashahudi na atatoa salam, thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim, kisha ataleta sijidatu sahwi na atatoa tena salamu kwa mara nyingine. Yani amekumbuka yupo kwenye rakaa tano, wakati huo yupo katika kitendo cha kurukuu kwenye ile rakaa tano, anakumbuka kwamba hii ni rakaa tano, lakini yupo kwenye kitendo cha kurukuu, au amekumbuka yupo kwenye rakaa tano, wakati huo ndio amesimama sasa, hajaanza hata kusoma suratul Fatiha, sawa, akakumbuka hii ni rakaa ya tano, sawa, au yupo katika kitendo miongoni mwa vitendo ndani ya ile rakaa ya tano, akakumbuka hii ni rakaa ya tano, hii sio ya nne, tayari nne shazimaliza. Basi muda huo atakaokuwa amekumbuka, itabidi moja kwa moja arudi chini, akae kwa ajili ya kuisoma tashahudi, na atasoma tashahudi, akimaliza atatoa salam, na baada ya salam ataleta sijidatu sahwi na atatoa tena salam kwa mara nyingine. Tuko pamoja mpaka hapo Dalilu dhalik, dalilu ya mambo yote haya, hadithu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ni hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba huyu Abdullah bin Mas'ud radhi za Allah ziwe juu yake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam swalla adh-dhuhra khamsan, siku moja aliswalisha swala ya dhuhuri kwa rakaa tano. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilitokea kusahau, kama jinsi ambavyo tulivyotangulia kusoma katika mukaddima huko nyuma, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe alishasema ya kwamba innama ana basharun mithlukum, hakika vinginevyo mimi ni kiumbe kama jinsi mlivyokuwa nyinyi, ansa kama tansauna, ninasahau kama jinsi ambavyo nyinyi mnavyosahau, fa idha nasitu, basi ikitokea mimi nimesahau, fadhakiruni, basi naombeni mnikumbushe. Hii ni hadithi ambayo imethibiti kabisa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lidhalika siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alijisahau katika ile swala ya dhuhuri, badala ya kuswalisha rakaa 4 akawa ameswalisha rakaa 5. Faqila lahu, pakasemekana kuambiwa yeye, au akawa ameulizwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, azida fi salati, je, imepokewa tena riwaya nyingine ya kwamba katika swala kuna ziada, sawa, azida fi salati, je, kumezidishwa katika swala? Faqal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuwauliza hao masahaba baada ya kuwa ameuliza swali hilo, wama dhaka, kwani kuna kitu gani kimetokea? Qalu, wakasema masahaba kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallaita khamsan, umeswalisha au umetuswalisha rakaa 5 badala ya rakaa 4. Na sisi tunavyofahamu swala hii ya dhuhuri ni swala ambayo ina rakaa 4, lakini wewe Rasulullah umetuswalisha rakaa 5. Tumeacha kukukumbusha ukiwa upo katikati ya rakaa, tukafahamu ya kwamba huenda swala imezidishwa, badala ya rakaa 4 zimekuwa ni rakaa 5, kwa sababu wewe ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam na sheria zinateremka kwako. Kwa hiyo tukahofia kukukumbusha katikati ya swala, tukajua labda huenda umepokea tena wahi ya kwamba swala ya dhuhuri badala ya rakaa 4 ziwe ni rakaa 5. Ndio maana wakamuuliza baada ya kuwa swala imekamilika, imemalizika, imeisha, wakamuuliza azida fi salati, je, swala imezidishwa, badala ya rakaa 4 zimekuwa rakaa 5 ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa amepewa hiyo habari, fasajada sajdataini ba'da ma sallama, akasujudu sijida 2 baada ya kuwa tayari ameshatoa salamu ya swala ile ya faradhi, swala ile ya lazima. Alipokuwa tayari ameshatoa salamu na yupo katika mazungumzo, anazungumza na masahaba wake, wanamuelekeza kwamba ameswalisha rakaa 5 badala ya 4, basi hapo hapo akakaa vizuri, akaleta sijida 2, sijida za kusahau, kisha
akatoa salamu. Na hii ndiyo dalili ambayo imechukuliwa na kunukuliwa kwamba yeyote ambaye atakayezidisha kitu katika swala yake miongoni mwa vitu vya lazima, basi itamwajibikia yeye kuleta sijidatu sahwi baada ya kuwa ametoa salamu. Wa fi riwayatin, na katika mapokezi mengine, fathanna rijlaihi, muda ule ule alipokumbushwa na wale maswahaba ya kwamba ameswalisha rakaa 5 akakaa vizuri, kwa maana inasemekana katika riwaya hii alikuwa tayari ameshatoka katika ule mkao wa yeye anaswali, ya kuwa yeye anaswali, amekaa katika mkao mwingine. Sasa baada ya kuwa amekumbushwa na maswahaba, akarudi tena katika ule mkao wa kwamba yeye yuko katika swala. Fathanna rijlaihi, akaweka vizuri na kuweka sawasawa miguu yake. Wastaqbala alqiblata, na akawa ameelekea kibla, yani alikuwa ashakenguka kabisa kutoka katika kibla, ameshaelekea maswahaba na wakaanza kuzungumza mazungumzo, sawa Fasajada sajidataini, baada ya kuwa ameelekea kibla akasujudu sijida 2. Thumma sallama, kisha baada ya kuwa amesujudu sijida hizo 2 akaleta salamu na kutoa salamu. Kwa hiyo hii hadithi inakuja kutujulisha na kutuambia kwamba pale ambapo mtu atakapokuwa amezidisha kitu ndani ya swala yake, basi ataleta sijidatu sahwi, na sehemu ya sijida hiyo baada ya kuwa imegundulika kwamba amezidisha kitu katika swala yake, sehemu ya sijida hiyo ni baada ya kuwa mtu ameshatoa salamu. Rawahu aljamaa, hadithi hii imepokelewa na jopo la wanazuoni. Tuishie hapa kwa leo insha Allah, tutaendelea katika kipindi kijacho kesho insha Allah kuangalia endapo mtu atatoa salamu kabla ya kumaliza swala ni ipi hukumu yake. Yani yupo katika rakaa 3 akafikiria kabisa kwamba mimi hapa ndio nipo kwenye rakaa ya mwisho, rakaa 3 au rakaa 2, au hajamaliza swala kiujumla, akafikiria kwamba hapa mimi ndio nipo kwenye rakaa ya mwisho, akakaa chini kabisa, akatoa tashahudi na akatoa salamu, hali ya kuwa swala yake haijakamilika, bado kuna rakaa 1 au 2 au 3 anadaiwa. Ni hukumu gani ambayo yeye itampasa aifanye mtu huyo? Hadha sallallahu wasallam wa barik wa an'am ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.